mambo yanayohusiana na masuala mazima ya mkataba. Ndio. Ni vitu gani mkataba wa kazi? Usijajua mkataba wa ndoa, mkataba wa kazi. Mkataba ni mkataba. Au kuna mikataba ya aina ngapi? Wakili, karibu sana. Sasa mikataba iko ya aina nyingi, ikiwemo hiyo ndoa pia ni mkataba. Kwa hiyo ni mikataba iko ya aina mbalimbali kutegemeana na namna inavyotengenezwa, lakini pia inategemeana na namna ya nyinyi mnavyokubaliana. Kwa hiyo kuna mikataba kuna mikataba ya kazi, mikataba ya kama hivi ya kuuziana ardhi, mikataba mbalimbali. Sasa leo tunazungumzia sana mikataba ya kikazi. Mara nyingi watu wanakuja baada ya kutokea migogoro fulani, baadaye ndio wanaanza kuangalia kumbe nadaiwa bilioni 1. Wewe kumbe nadaiwa milioni 500. Mbona sikuwekeza kwa kiasi hicho? Nini ambacho kizingatiwe kabla haujaingia kusaini mkataba? Na kwenye hilo nyote weka vizuri kwamba sasa hivi ukipita huko kwenye mitandao ya kijamii utaona hili sakata ambalo linaendelea kati ya Ibra pamoja na bosi wake Konde, Harmonize. Kwamba kuna watu wengi wanazungumza, lakini yeye alichobakia ni kwenye mkataba ambao walikubaliana. Lakini pia ukiachana na hiyo, kuna visa vingi vilishai kutangulia mwanzo. Utakumbuka sakata la mwenye Harmonize sakata anatoka WCB, lakini pia kuna sakata la Rayvanny na wengine wengi tu ambao tuliona mambo yakiwa yanakwenda katika hali ya sintofahamu. Sasa hili limekaaje? Asante kwa swali zuri. Ndugu zetu au wasikilizaji wetu wa East Africa Radio lazima wafahamu kwamba tunavyosema mikataba kiasili ni swala la kisheria. Na ndani ya nchi yetu sheria ambayo inasimamia masuala ya mikataba kwa ujumla wake ni sheria ya mikataba sura namba 345 iliyofanywa marejeo mwaka 2019. Mle ndani inatafsiriwa mikataba ni nini, sifa za watu kuingia mikataba, mkataba upi ni halali na upi sio halali. Kwa kifupi kabisa, kutokana na muda, kwa mujibu wa sheria niliyoitaja, mkataba ni jambo lolote ambalo mnakubaliana ambalo linatekelezeka kwa mujibu wa sheria. Wamezungumzia neno enforceable, kwa maana hiyo kitu chochote ambacho kwa mujibu wa sheria inaweza kutekelezeka, basi huo ndio mkataba. Na mkataba, mambo ya kuzingatia haswa ili mkataba uwe halali yapo katika kifungu cha 10 cha sheria nilichokitaja. Kuna vitu vikubwa vinne tu ambavyo hivyo vikiwepo tunasema huo mkataba ni halali. Cha kwanza tunasema wale wanaoingia huo mkataba wao ni watu wazima. Yaani watu wazima kwa maana miaka 18 na kuendelea. Lakini pia aingie mkataba akiwa na ridhaa yake, kwa maana asilazimishwe. Unaona? Kitu cha tatu cha kuangalia, huo mkataba uwe unakusudia kufanya jambo linaloruhusiwa kisheria. Tunasema lawful object. Kwa hiyo huwezi kuingia mkataba wa kuuziana bangi, kwa sababu bangi kwa mujibu wa sheria ni batili. Lakini kile kitu ambacho mnachoenda kukubaliana kwenda ukifanya lazima kiwe cha halali. Na kitu cha 4, lazima basi wewe unaingia mkataba uweze kusema lawful consideration. Lazima uweze pia kitu ambacho unacholipia kiwe nacho kwa mujibu wa sheria kinaruhusiwa. Kwa mfano, amwezi kuuziana ardhi, baada ya mimi nakupa ardhi alafu wewe mimi nakupa labda gunia 2 za bangi. Sio kwa maana, kwa maana zile gunia 2 ambazo unachukua kama consideration si ni batili kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mkataba unakuwa sio batili, sio halali. Kwa hiyo mkataba halali, vitu hivyo vinne vikikuwepo, kwamba mkataba umeingia watu wazima wote bila kulazimishwa, mkiwa na tunasema free will consent, ile mkiwa na ridhaa yako wewe mwenyewe, haujashikwa bunduki, hujalazimishwa, kila kitu fresh, umeusoma mkataba, umeukubali, na lile mlilokubaliana kwenda kulifanya ni halali, na kile ambacho unakipata ni halali, huo mkataba unakuwepo ni halali kwa mujibu wa sheria. Sasa kwa sakata hili ambalo linaendelea na si la kwanza, kwamba hawa wanaosaini huu mkataba kwamba huwa hawavisomi vile vilivyoandikwa pale, ama ni nini ambacho kinakuwepo kwa uzoefu wao? Sasa nikija kwenye swali hilo, kabla kutoa uzoefu, kwa maana swali la mheshimiwa hapa la mara ya kwanza lilikuwa sasa haya yanayoendelea koja, kwamba lazima tufahamu, kwa maana hao watu leo wataja waliingia mkataba wakiwa kama watu wazima. Kwa hiyo wao ndio wanajua ndani ya mkataba wao walikubaliana nini. Unajua ndani ya mkataba lazima wafahamu wasikilizaji, mkataba ni sheria ambayo mnaitengeneza nyinyi pande husika za ule mkataba. Sisi kazi yetu kupima hizi test viwango hivi, kama viko sawa sawa pale ni la kwenu, inabidi litekelezeke. Sasa sababu gani zinafanya wasanii au watu wengi wanaingia kwenye mkataba baadaye wanakuja kulalamika labda hela nyingi labda nini? Mbona kusema kuto kufahamu mambo ya msingi kipindi unasaini mkataba. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria, kabla hujasaini mkataba lazima uwe umeusoma. Yaani usitake kisingizio, mfano labda ametaja nani wewe msanii mkubwa nani mtaja Harmonize. Mfano Harmonize yeye ana brand yake, kwa maana ana kampuni yake ambayo yeye kakuchukua. Sasa pale kwenye mikataba hii ya ajira kuna kitu kinaitwa standard contracts. Kwa asilimia kubwa ni mikataba ambayo inaandaliwa na waajiri
alafu nyie wewe ambao unayeajiriwa au unakuja pale maana yake unapewa tu, unaisoma baadaye unaisign. Hata hapa mfano East African Radio utakuta mtu kashakaa na kampuni yake hii na inamiliki radio, kaandaa mikataba yake kaiweka. Hiyo ni standard, ipo kwa wafanyakazi wote, isipokuwa inabadilikana tu labda namna kiasi cha kulipana, lakini masharti ya msingi yanakuwa sawa sawa. Lakini tunasema kipindi kile wewe mfanyakazi tu umesoma mkataba umesaini, uweze kusema tena mkataba mimi aliniandalia tu, hapana. Kwa sababu sheria inasema kabla ya kusaini sio usoma. Mridhie. Kabla ya kusaini ule mkataba ni wa mwajiri wako. Kabla ya kusaini. Muda wakati umesha saini, ukishaweka tu signature yako pale, nimeridhia haya ambayo yaliomo kwenye mkataba huu. Sheria inawachukua kama vile nyinyi wote mlikaa pamoja, mkapitia kifungu kwa kifungu, mkatengeneza mkataba wenu kwa pamoja. Kwa hiyo hapa bwana Ibra kwenye jambo lenu mlotoa mfano wetu, kama hatoweza kuthibitisha mkataba huo aliingia akiwa hana akili sawa sawa, labda aseme mimi sikuwa na akili, au labda nililazimishwa, au labda kuna kitu ambacho kilinifanya mimi niingie bila kujua na kinatambuliwa kwa mujibu wa sheria, atakuwa salama. Kama vile vitu vingine nilivyovitaja vikaonesha kweli uliingia wewe mwenyewe uko na akili timamu, uliridhia, ukulazimishwa na uliona hiyo 1B, kama ukitaka kutoka labda ulipe hii bilioni 1 na wewe mwenyewe ndio ukaridhika, ukasaini. Yani hapo kitu pekee ambacho kinachoweza kumnusuru yeye ni kuwa mpole, kurudi kwa bosi wake, wakae wamalize. Kisheria tunasema siku zote yaliyojadiliwa mezani yanamalizia mezani. Ukitaka kubatilisha mkataba au kubadilisha kipengele kwenye mkataba, usiende kwenye media, usiende kupiga kelele, kwa kuwa tu ulisaini mwenyewe. Rudi kwa mwenzako, bana kweli nilisaini kipindi kile, nilikuwa naona hii bilioni 1 labda kitu cha kawaida, au labda nilikuwa na shida brother, lakini sasa hivi kiukweli hii mimi sina, naomba basi tufanye marekebisho ya mkataba, badala ya bilioni 1 mimi nikupe milioni 100, au naomba unisamee. Akiamua mwenyewe kwa mujibu wa sheria anaruhusiwa kumsamee, anaruhusiwa kubadilisha, anaruhusiwa kama naye nimekukuza uweze kuondoka. Lakini kikubwa kingine ambacho watu wengi wanakikosea kwenye mikataba, wanaenda pale wanasema kwa njaa, sio kama umeelewa, mtu kwa na njaa unakuwa pale sasa wewe unaona kila kichokuwepo kinawezekana. Alafu mbili, watu wengi hawashirikishi wataalamu wa sheria. Mfano kama leo Ibra, mimi na uhakika angemshirikisha mwanasheria akamsomea ule mkataba na akamshauri vizuri, angetoa labda consultation fee labda hela ndogo sana, kwa sababu hii gharama za kulipa mawakili za ushauri sio hela kubwa sana, ipo kwa mujibu wa sheria, hela ndogo sana. Kwa hiyo kwa maana aina yake ya mkataba huo angelipa kitu kidogo sana, lakini angepata kitu au angesaini kitu ambacho kilichokuwa sawa sawa na kina kitu kinachoitwa kuforasi. Sisi wanasheria tunasema wewe hapa kipindi unaingia kwenye mkataba unaongozwa na njaa, naweza kuzungumza hivyo, au unaongozwa na hamu ya kile kitu ambacho unataka. Njaa si ya kula tu, watu wakifikiri nasema Ibra alikuwa na njaa ya kula, sema labda alikuwa na njaa ya mafanikio, au labda njaa ya kukua kimziki, njaa yoyote tunasema njaa ile hamu au shauku. Sisi wanasheria kutuletea jambo lako, tunaendeshwa na taaluma, sheria inataka nini, watakuwa uforasi, uweze kufikiria mbele mkataba, vitu gani haswa vinafanya watu waingie kwenye migogoro, na mimi nihakikishe kipindi uandao mkataba au namshauri mteja wangu, basi hivyo hata baadaye vikitokea vitakuwa havina shida. Kitu kingine cha kugundua, tunaandaa mikataba sio kipindi cha furaha. Wasikilizaji wote wa East Africa Radio lazima wafahamu. Tunaandaa mikataba si kipindi kwa ajili ya kipindi cha furaha. Tunaandaa mikataba kwa ajili ya kipindi cha shida, kipindi ambacho cha misuguano kati ya mtu A na B, hawaelewani tena, ndio karatasi zinaongea. Na ndio maana kuna watu wazao wafanya kazi, watakuwa mashahidi wa wasikilizaji wetu, unafanya kazi sehemu unalipwa bila maandishi yoyote na mlio kusumbuana chochote, na kuna watu wanaachana katika staili hiyo. Nyinyi mkataba wa kuwalenga nyie, mkataba mwalenga watu ambao kulinda haki za pande zote mbili. Panapotokea kutokuelewana, maana yake nini? Mimi na wewe tena tuongei. Mfano kama sasa hivi kwa Ibra labda na Harmonize hawaelewani tena, au sio bana? Kwa hiyo sasa hivi nani mkweli, Ibra au Harmonize? Kwa sababu kila mmoja sasa anaona mwenzake anamuonea. Lakini kumbe sheria inasema hebu tuleteni mkataba wenu unasemaje. Wewe kaa kimya, mlikubaliana nini? Ndio kinachosimama, kwa sababu sasa hivi nyewe watu amuivi chungu kimoja tena. Lakini kama mnaiva chungu kimoja, maana yake yale maandishi mwanzo mkayabadilisha mkafanya chochote kile, sio shida. Kwa hiyo lazima watu wafahamu tunaandaa mikataba, kipindi mnachekeana pale, usiona brother labda atanifikiria vibaya, sema hiki sitaki.
hiki nataka na kwa nini, au sio bana? Ili sasa watu wengine utengeze mkataba ambao wote nyinyi, hata kama baadaye wewe na haki zako zitalindwa, haki za huyu zitalindwa, na bila kukomoana na bila kuoneana. Kwenye mkataba hakuna kukomoana, mmekubaliana nini? Kwa hiyo sasa hivi watu wanasema bilioni moja nyingi, sawa, lakini pengine ukamleta Harmonize atakwambia uwekezaji alioweka kwake, pengine anasema hiyo bilioni 1 ni ndogo. Samba hapo. Kwa hiyo inawezekana akafanya hivyo pia. Na sisi kisheria hatupimi thamani ya fedha kwa kitu ambacho kinaonekana. Hata hiyo kusema hiyo tunasema ukisoma intellectual property. Ile haki zile, mfano kama mtu kwenye masuala ya muziki. Inawezekana mtu nimekujengea jina wewe pengine na thamani ya bilioni 1. Jina peke yake serikali na thamani ya bilioni 1. Mashabiki waelewe. Samba hapo. Kwa mtu anaweza kwamba na huyu alikuwa hajulikani. Mimi ndo nilimjuza. Ukiachilia mbali zile hela ambazo mimi nilituwekeza labda kwenye vifaa, kwenye nini, lakini kumtengeneza huyu unaomuona hapa sasa hizi, kuna kitu kimetumika hapo akili. Kuna kitu kimetumika hapo. Sika utaona vizuri. Kwa hivyo vyote kwenye sheria vinapimwa. Sawa? Kwa hiyo mtu akisema bilioni 1 unaingiza labda viingilio vya mashabiki wakiingia, labda show shilingi ngapi. Ukifanya hivyo inawezekana usifike sawa sawa. Na sisi tunasema ile kuto kuridhishwa kwa consideration haifanye sheria mkataba uwe batili. Ina maana labda kwa kuto kutofautiana au kuto kuridhika kwa hiyo hela ambayo mnalipana, iwe ndogo au iwe kubwa, haifanyi mkataba uwe batili. Sawa sawa. Upande wa pili tunazungumzia katika umezungumza pale awali kwamba watu wengi wanavyoingia mkataba wanaingia kwa sababu wanatamani kufanya kitu fulani ama wanataka kushika jambo fulani. Lakini mwisho wa siku mikataba imeandaliwa kwa ajili ya migogoro. Iko hivyo black and white vizuri. Sasa hivi bwana, tayari nina mkataba na kampuni fulani. Mimi hapa mfanyakazi wa kawaida ama huyu ambaye anayenisikiliza hapa, naweza kufuata taratibu gani ili niweze kurekebisha mkataba ambao nahisi kuna sehemu? Taratibu ya kufuata, ya kwanza mtafute mtaalamu wa sheria, mkabidhi wa mkataba au usome. Alafu baadaye wewe kwa kuwa ni mtaalamu kwa maana ya kazi yako, mfano kama utangazaji, ilibidi ujue kwa maana kwenye soko labda mtangazaji anapaswa kulipwa kiasi gani kwenye soko lenu nyinyi sasa. Ili mwanasheria aweze kupima. Je, unaweza kulalamika hela ndogo, kumbe kwa mujibu wa tasnia yenu ndio ambayo ile kuepo katika malipo yake, range yake ndio hiyo. Ili mwanasheria atakushauri kwa mujibu wa sheria kwamba huu mkataba umeweka, labda ukitaka kuvunja mkataba watakuwa utoe taarifa ya miezi 5. Mimi nitakwambia umesaini hivyo mkataba umekosea. Sawa, hujafikiria vizuri. Sheria inataka mwezi 1 au miezi 3 au kutegemeana na ukubwa wa huo mkataba wenu. Yaani mfano kazi yenu ikoje. Kazi ikiwa mfano kama vile labda kujenga barabara, kufanyaje, uweze kumwambia mkandarasi labda ukizingua basi tunakupa notice ya mwezi 1 tu. Hapana, inawezekana kwa mdogo kutokana na labda kuondoa vifaa vyake kazini, vitavyo sehemu za kazi itakuwa zitamchukulia muda mwingi. Kwa hiyo labda tuweke miezi 5 6. Kwa hiyo lakini kwa aina ya mkataba labda kama huo wa kufanya kazi, labda kama hivi utangazaji au kazi labda unafanya umeajiriwa kwenye kiwanda fulani unafanya kazi, weka mwezi 1 tu. Au sio bwana, weka mwezi 1 au badala yake unaweza ukalipa ile badala ya mwezi 1 notice, basi ukalipa tu mshahara wa mwezi 1. Hata utakuta mtu ameandika labda atabidi alipe miezi 3. Au sio bwana? Sasa naomba utakushauri sasa wewe kaenda kwa mwajiri wako. Ndio ushauri huo. Ukae naye chini kwa HR, huyo afisa rasilimali watu uende pale mbona nasikiliza kwenye mkataba, nafikiri naona kama vile nilijichanganya sehemu. Naomba, sina lengo la kuondoka, ila naomba vitu vikae sawa sawa kwa mujibu wa sheria. Mimi naomba tuweke kama sheria inavyotaka, au sisi tukubaliane 1 2 3. Kwa nini nasema uende kwa mwajiri wako? Mwajiri wako hakikataa, maana yake mpaka huo mkataba usubiri unavyoisha uondoke, au muda wake na kusudia mlikuwa kwenye mkataba. Kwa sababu kipindi kile ambacho mmekisaini na mshasaini ule mkataba uko ndani ya mkataba, ule mkataba unakuwa ni halali kwa sababu ulishasaini. Sasa mkuja kugundua kuna shida, labda wewe kujiongoza vizuri kipindi ambacho umeshasaini mkataba, labda hicho ambacho mmekubaliana ndani ya mkataba kiwe kinyume na sheria. Sawa. Hapo pia ukaenda kumwambia mwajiri wako tubadilishe mkataba, pia utamsaidia na yeye, kwa sababu kinyume chake mkataba wote ambao ndani yake una jambo ambalo utekelezaji wake unavunja sheria, huo mkataba unakuwa batili. Hata kama mnauona nyewe mzuri umesainiwa, lakini kwenye jicho la sheria tutasema kipengele hiki hakitakiwa kuwepo. Kwa kuwepo kipengele hiki peke yake kinaufanya mkataba wote uwe ni batili. Kwa hiyo namna gani tunafanya? Mgundua hilo shida, mnaenda pande zote mbili, mnakaa mezani, mkipata mwongozo sahihi wa wanasheria wa masuala ya
mikataba, watakuongezeni vizuri ili kuweza kutoka hapo ambako mmekwama. Huo ndio ushauri wangu kwa maana Kirwanda. Naam. Unisaidie jambo moja. Kwenye hii migogoro hii unaona sasa kama vile sasa kuna hali ya kuvunjiana heshima inayoendelea pia. Huyu anagonga huko, huyu anagonga huko. Tukimwangalia Ibra pamoja na Harmonize kwa hili sakata lao linaloendelea. Hivi kwa mujibu wa mkataba haitaweza kuja kumgeuzia kibao Ibra ama Harmonize kwa haya maneno sasa ya kuvunjia na heshima yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, au mkataba hilo haliangalii? Na mkataba tunasema ni siri ya pande mbili wale wanaohusika kwenye ule mkataba, na kama wameweka ndani ya mkataba wao kipengele cha namna mtu akivunja siri, ile breach of confidentiality, kuvunja siri, labda huyu upande wa pili ambaye mpata madhara ana fidiwaji. Kama mkataba umekaa kimya, maana tutaenda kwenye kifungu namba 37 cha sheria ya mkataba ambayo imetajwa kwamba pande zote mbili zinazohusika na mkataba zinalazimishwa kufuata masharti yaliyopo ndani ya mkataba. Na ukivunja masharti ya kwenye mkataba na uvunjifu huo ukamsababishia mtu mwingine, huyo mwenzako kwenye ule mkataba kupata madhara, huyo mtu ana haki ya kwenda mahakamani akadai fidia kwa huo uzalishaji aliofanywa. Hiyo namba moja. Na kama huo uzalishaji unaoendelea, sijui ni upi ulikuwa unakusudia, kama huo uzalishaji unaoendelea ukawa unaenda kutenda jinai, sio kama umeelewa vizuri, inawezekana labda mtu akatoa taarifa ya kumdhalilisha mtu kwenye mitandao, ndio, alafu kwa kutumia hiyo mitandao, sasa tunakupeleka kwenye sheria ile ya makosa ya kimtandao, cyber crime, ambayo inasema kwa maana ukitoa taarifa za uongo zikiwa na nia ya kutweza au kuvunja utu wa mtu huyo ambayo unamzungumzia au kumdhalilisha, sawa mpaka hapo, kwa lengo la kumshushia heshima yake au kwa kutumia mtandao, kifungu cha 16 cha sheria ya makosa hayo ambayo nimezungumza, masuala ya mtandao, cyber crime, ninazungumza hilo ni kosa la jinai. Kwa hiyo unaweza pia ukashtakiwa kwa jinai. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kama wana namna wamekosana, wakae chini, masuala mkataba yanavunjwa mezani au yanarekebishwa mezani, warudi mezani, waangalie hakuna ambacho kinashindikana. Sisi kwenye sheria tunasema hamna kitu kizuri kama suruhu, kwa sababu masuala ya kimkataba, hata leo Ibra amdhalilisha Harmonize kiasi gani au Harmonize amdhalilisha Ibra kiasi gani, haitowasaidia chochote zaidi ya kujishusha wao wenyewe. Lakini kubwa kuliko lote ni kuona kwamba hawa watu pengine si watu sahihi kuwaitwa kioo cha jamii, kwa sababu kioo cha jamii maana yake ni kama tumekosana, kuna namna sahihi ya kuweza kufanya nini, kuombana msamaha, namna sahihi ya kurekebisha lile ambalo mmelifanya. Lakini kinyume cha hapo utawanufaisha watu, mnawanufaisha maadui zenu kwa kutumia jambo ambalo mimi naamini watu ambao, kuna msanii mmoja leo kuzungumza, mtu ambaye mchezaji mpira alizungumza kama mkono ambao umekulisha, yani hata kama ukafanya mabaya baadaye kuna namna ya kurekebika. Sio vizuri mtu ambaye alikupokea au muliheshimiana kwa namna tu mmetofautiana mwanzo kutokana kwenye mtandao, si busara na sio asili yetu kama Watanzania, kama sio asili yetu kama Waafrika. Kubwa kuliko lote, watu wenye akili sawa sawa watawashangaa. Sawa. Tunakushukuru kwa kuja Kirwanda. Asante kwa ufafanuzi ambao umeutoa. Nashukuru. One night stand Ibra na Harmonize. Tumalizana hiyo ngoma.